Nadhani huu ndio ukweli ambao watu walikuwa wanausubiri kwa hamu kwamba Stephen Kiazizi sasa rasmi anarejea ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa sababu ziko dalili za moja kwa moja ambazo zinaonyesha kwamba Aziz Ki msimu unaokuja anaweza akawa ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwenye episodi hii tutajaribu kutazama namna ambavyo Aziz Ki anavyoweza kuwasaidia Young Africans katika msimu unaokuja na namna ambavyo usajili wake unavyoweza kukamilika, na maisha kule alikotokea nimeshayaeleza mara nyingi. Lakini karibu sana, hapa panaitwa Kanyasi Digital, ni sehemu pekee yake ambapo kwenye wakati wa tetesi kuna maneno mengi sana yanaweza kuzungumzika. Ni ngumu sana kuweza kujua ukweli na uongo ni upi, lakini ninakudhibitishia jambo moja: kama utachagua kukaa na mimi hapa Kanyasi Digital, basi ninakuhakikishia kwamba una uwezo mkubwa sana wa kupata taarifa nyingi za usahihi na utaweza kutambua kipi ni kipi kwa wakati gani. So usisahau kusubscribe, lakini pia ninakuomba tafadhali usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa pale ambapo zinapanda, hususan hizi taarifa za usajili. Hapa wakati huu utazipata kwa kiwango kikubwa sana. Sasa Aziz Ki aliondoka Young Africans kama unakumbuka, na ondoka yake aliondoka katikati ya msimu. Young Africans walikuwa hawajamaliza msimu akiwa pale Tanga. Hiyo mechi walimpa Aziz Ki kitambaa cha unahodha kama sehemu ya kuappreciate kazi ambayo ameifanya kwa miaka kadhaa. Aziz Ki alivyoingia ndani ya kikosi cha Young Africans alikuwa moja kati ya wale wachezaji ambao ni slow, akuanza kwa kuwasha moto, lakini taratibu akagain na kufika hatua ya kuwa top scorer, lakini pia akaenda kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka ama mashindano kwa maana MVP. Yote hayo yalitokana na uwezo wake wa kupambana na uwezo wake wa kuonyesha kila alichobarikiwa. Lakini anakumbukwa nyakati akiwa ndani ya kikosi cha Young Africans alifunga bao muhimu ambalo lilianzisha safari ya Young Africans kwenda kucheza mechi ya finali ya kombe la Confederation Cup. Kama utakuwa unakumbuka ile mechi ambayo Young Africans walicheza dhidi ya Club African, Aziz Ki alifunga bao dakika za jioni kabisa, pasi nzuri kabisa ya Salum Abubakar Shoboy, na Young Africans ule mchezo ambao alitoka sare nyumbani wakaenda kushinda away bao 1-0, na automatically Young Africans wakawa wamekata tiketi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kwa Young Africans kupata hiyo moment, kwa sababu iliwasaidia kuingia kwenye hatua makundi, and then hatua robo finali, and then hatua nusu finali, na mwisho wa siku Young Africans wakacheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo ilikuwa ya kihistoria. Na tangu hapo Young Africans hawajacheza tena, walicheza dhidi ya MS Alger na wakapoteza ubingwa kwa bao la ugenini kama utakumbuka. Lakini pia Aziz Ki akiwa ndani ya kikosi cha Young Africans atakumbukwa kuwa na kiwango uzuri sana wakati Young Africans wanacheza robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns. Na moja kati ya kitu ambacho hakiwezi kukusaulika daima ni ile free kick, ni lile shuti ambalo alipiga likaenda kupiga mtambaa panyo wa juu na mpira ukadundia ndani, lakini mwamuzi akalikataa lile goli ambalo mpaka leo pengine wana Young Africans wanalijutia. Lakini Young Africans walienda kuondolewa kwenye mikwaju ya penalty katika mchezo ambao Young Africans walikuwa na performance moja nzuri sana, sare ya home and away. Huyu alikuwa ni Aziz Ki aliyepita kwenye hizo nyakati, lakini kwenye kipigo cha kuvunja Simba na kuzirudisha zile 5 walizowahi kupigwa back in days, Aziz Ki ni moja kati ya wachezaji ambao hiyo siku alikuwa na outstanding performance, tukishuhudia Simba akifungwa na Young Africans bao 5-0. Ulikuwa ni mchezo ambao ni mzuri sana kwa Aziz Ki, na alikuwa ni mchezaji ambaye aliwafunga Simba mara kadhaa. So kwa kuwa na kiwango hiko kizuri, Aziz Ki alipata call ya Wydad Casablanca, na alipata hiyo call after Wydad Casablanca kumtambulisha Roland Mokwena kutokea Mamelodi Sundowns kama kocha wao. So Mamelodi alikuwa anahitaji viungo wa kufanya nao kazi, na wakaamua kumappoint, na yeye alipofika pale akasema kuna baadhi ya wachezaji ambao mimi nawahitaji, na lengo mahususi ilikuwa ni kipindi ambacho walikuwa wanaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu. Na Aziz Ki akaondoka
ndani ya kikosi cha Young Africans, akasajiliwa rasmi pale. Of course hajawa na nyakati nzuri sana akiwa pale, hajacheza mechi nyingi sana, amekutana na ugumu wa maisha akiwa pale pale Morocco, na mwisho siku akaondoka Morocco akasajiliwa kwenye kikosi kilichopo pale Libya, walimtambulisha vizuri. Lakini kwa siku za hivi karibuni ameonekana ni mchezaji ambaye afurahii pia mazingira ya kuwa pale Morocco, kuwa pale Libya. Imeonekana ni ligi ambayo imekuwa ni ngumu sana kwa upande wake, lakini pia na mazingira ya wafanyaji kazi yamekuwa ni magumu. You have to know kwamba tangu amedondoshwa Muammar Gaddafi, timu ya Libya ambayo nadhani kwa kipindi fulani walikuwa na timu zinazofanya vizuri kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika na Confederation Cup, kwa sababu walikuwa na uchumi mzuri, zilianza kudorora kwa namna moja ama nyingine kutokana na sababu za aliyekuwa kiongozi wao kuondolewa madarakani. So timu nyingi ambazo zilikuwa kwenye kiwango bora, kusema la ukweli, zikadondoka, na kudondoka kwake kukasababisha chaos ndani ya kikosi, ndani ya nchi hiyo, na mwisho wa siku sasa hivi wapo kwenye wasaa wa kurebuild upya. Wapo kwenye kipindi cha mpito cha kuitafuta lile soka lililokuwa bora la pale Libya, na ndio maana unaweza ukaona kuna sajili hatari zinafanyika. Na mpaka hivi sasa ninavyozungumza nanyi, mchezaji Fiston Kalala Mayele, mchezaji wa zamani wa Pyramids ambaye ameshatangazwa kwamba anaondoka Pyramids mara baada ya kuwa na msimu bora sana msimu uliopita, lakini amekuwa top scorer wa CAF Champions League. Lakini kama itoshi, Fiston Kalala Mayele ameshatajwa kama mchezaji bora pia wa pale Misri, hususan kwenye kikosi cha Pyramids. So miaka yake kadhaa pale anaona inatosha, anahitaji kuondoka pia na yeye kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine ambayo anadhani inaweza kumpa kile ambacho anachostahili kuwa nacho. Kwa hiyo Stephen Kiazizi ambaye alienda pale mapema anaona maisha pana, kwangu mimi kuishi hapa ni ngumu, na yeye mwenyewe amekuwa akishinikiza kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari za michezo, na huyu pia ni mwandishi wa habari wa TV3 wa kufahamika kama Tagato James Tagato, kwenye ukurasa wake wa Instagram ameandika, kutoka kwenye chanzo changu, Stephen Kiazizi ndiye mchezaji ghali zaidi kwenye dirisha hili kwa klabu ya Yanga sofa. Mkataba wake ni wa moto sana. Akili Aziz Ki na Yanga, anatamani kuwa karibu sana na familia yake. Anasema ni jambo zuri kwa ishara zote. Aziz Ki anaitaka Yanga na anataka kuishi maisha ya Tanzania. Unaambiwa jamaa atakuwa analipwa mshahara mkubwa sana Stephen Kiazizi, japo yeye mwenyewe kwenye ukurasa wake wa Instagram bado hajaweka wazi bado mpaka sasa hivi. Ukiangalia mfano kwenye dashboard yake ameandika professional footballer, Burkinabe professional, Al Ittihad Sports Club player, lakini zimekuwepo hizo nyakati za kusema kwamba jamaa atarejea nchini. Na pia ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram utaona kumekuwa kuna habari nyingi za kwamba chuma hiki kiko hapa nchini Tanzania. So it's up to Young Africans kama kweli watafanikiwa kumsajili huyo mchezaji, na ni hayo tu ambayo nimekuandalia kuhusu ile deal Aziz Ki kurejea ndani ya kikosi Young Africans. Unadhani akirejea Young Africans atawasaidia? Let me know katika comment. Mimi naitwa Almachus Kanyasi.